ni Mzizima Dabi ambayo imehamia kwenye viunga vya Zanzibar kule kwenye dimba la New Amani Complex, na hii yote ni nusu fainali ya kombe la Muungano Cup ambapo Young African wanakutana na wasimu wao Azam FC kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex kwenye nusu fainali ya Muungano Cup. Sasa tukumbuke kwamba bingwa atakayepatikanika kwenye mchezo huu basi moja kwa moja atapata nafasi ya kutinga kwenye hatua inayofuata, hatua ya fainali ya michuano hii ya Muungano Cup. Sasa nani ataweza kutinga kwenye hatua inayofuata? Tunasubiria dakika 90 za muamuzi, lakini kubwa kuliko ni kwamba kocha wa Young African ameamua kutangaza mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo huo, kwa maana mchezo huo ni mchezo wenye hadhi ya nyota 5 na ni mchezo mgumu kwa Young African, kwa hii ni dabi popote ambapo watakutana. Kwenye NBC Premier League walikutana, lakini pia dabi imehamia kule visiwani Zanzibar kwenye Muungano Cup. Sasa nani ataibuka kidedea? Tunasubiri dakika 90 za muamuzi, lakini kuelekea mchezo huo kocha wa Young African ambaye ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi kutokana na wachezaji ambao walikuwa majeruhi na wamepona, na wachezaji muhimu wa Young African wanataraji kuanza kwenye mchezo huu. Je, ni mabadiliko gani ya kikosi ambayo amewafanya kocha wa Young African? Pia tunakuletea hapa Tubone Media. Taarifa hizi ni muhimu sana wewe mwananchi, wewe mwana Yanga kuzijua na kujua mabadiliko ya kikosi hichi. Sasa cha muhimu ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza na tuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunahamia kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex kwenye michuano ya Muungano Cup ambayo inawakutanisha Mzizima Dabi. Young African anashuka dimbani dhidi ya Azam FC kwenye dimba la New Amani Complex, na hii ikumbukwe kwamba ni dabi ya Mzizima Dabi ambapo Young African kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Azam FC ambao ulipigwa pale kwenye dimba la Azam FC, Young African alikuwa ni mgeni wa mchezo huo huku Azam FC akiwa ni mwenyeji wa mchezo huo. Mchezo huo ulitamatika kwa sare ya bila kufungana, yani sare ya 0-0. Sasa mchezo huu unaenda kuwa kama kisasi kwa timu zote mbili, kwani Young African anahitaji ushindi, lakini pia Azam FC naye anahitaji ushindi, na timu yoyote ambayo itaibuka na ushindi kwenye mchezo huu basi itapata nafasi ya kutinga hatua inayofuata, hatua ya finali. Sasa hii ni Mzizima Dabi. Sasa kocha wa Young African ameamua kutangaza mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo huo, na hii yote ni kujipanga vyema kwenye mchezo huo. Sasa kikosi, mabadiliko hayo ni kama ifuatavyo, tunakuletea. Naam, sasa kuelekea mchezo huo mabadiliko ni kama ifuatavyo ya kikosi cha Young African. Namba 1 amedaka Djigui Diarra, namba 2 ni Yao Kwasi, na namba 3 ni Boka, lakini namba 4 ni Asinki, na namba 5 ni Baka, na namba 6 ni Damaro, na namba 7 ni Edmund John, namba 8 ni Mudasiri Yaya, basi namba 9 ni Dube, Prince Mpumelelo Dube, na namba 10 ni Alan Okello, na namba 11 ni Sheani. Sasa hichi ndicho mabadiliko ya kikosi cha Young African, na ikumbuke kwamba Young African mchezo uliopitwa kwenye NBC Premier League dhidi ya Azam walisali, yani bila kufungana. Sasa Young African anahitaji ushindi mbele ya Azam FC, lakini bila kusahau pia nao Azam FC wanahitaji ushindi mbele ya Young African, na yote ambaye atapata ushindi kwenye mchezo huu basi atakizi vigezo vya kutinga hatua inayofuata, hatua ya finali. Sasa je, kati ya Young African na Azam FC nani atatinga hatua inayofuata? Lakini kwa mabadiliko haya ya kikosi cha Young African, moja kwa moja utaanza kuona kocha wa Young African anahitaji matokeo kwenye mchezo huu, kwa maana Djigui Diarra ambaye amerudi na yupo fiti saizi anapasha kwa ajili ya kujiandaa vyema zaidi kwenye mchezo unaofuata. Lakini Yao Kwasi kwenye ubora wake tunaona, Boka kwenye performance nzuri, Yasinki pia kwenye performance nzuri, Baka tunafahamu uwezo wake, lakini Damaro tunafahamu uwezo wake pia wa kuzuia Mudasiri Yaya basi kupiga pasi za mwisho, lakini Alan Okello ambaye ndiye muiba kwa saizi kwenye kikosi cha Young African, kwani amekuwa na pasi za mwisho nyingi, yani assist za magoli, lakini Prince Mpumelelo Dube amekuwa na utaratibu mzuri wa kuweka mipira kambani. Sasa hichi kikosi bwana, moja kwa moja kinaonesha kocha wa Young African anahitaji ushindi kwenye mchezo huo.
Sasa mchezo huo je, utatamatika vipi? Kuelekea mchezo huo, mashabiki wa pande zote mbili, yani mashabiki wa Young African wameachia comment ni nyingi sana, wengi wao wakisema wanaitakia Young African ushindi mnono na wakisema wanaitakia Young African ushindi wa magoli mangapi. Sasa wewe unayetutazama bado hujatuambia wewe ni shabiki wa timu gani? Je, unaitakia timu yako ushindi wa goli ngapi? Na je, unaitakia timu yako ushindi ukiwa mkoa gani? Tukutane hapa kwenye comment, lakini pia nikukumbushe tu wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo. Hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone, na mimi ni Tubone. Hadi wakati mwingine tukutane kwenye taarifa inayokuja. Keep watching, bye bye.